Yesu Kristo. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nasoma kutoka kitabu cha Marko mlango ni wa 7. Mstari ni wa 1 hadi wa 9, alafu 14 hadi 23. Mafarisayo na baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wametoka Yerusalemu wakakusanyika mbele ya Yesu. Wakawaona baadhi ya wanafunzi wake wakila chakula kwa mikono iliyo najisi. Yaani bila kunawa kama ilivyotakiwa na sheria ya dini ya Wayahudi. Kwa kuwa Mafarisayo na Wayahudi wote hawali chakula pasipo kunawa kwa kufuata desturi za wazee wao, wanapotoka sokoni hawawezi kula pasipo kunawa. Pia kuna desturi nyingine nyingi wanazofuata, kama vile jinsi ya kuosha vikombe, vyombo na vyombo vya shaba. Kwa hiyo wale Mafarisayo na walimu wa sheria wakamuuliza Yesu, mbona wanafunzi wako hawafuati desturi za wazee na badala yake wanakula kwa mikono najisi? Yesu akawajibu, Nabii Isaya alisema ukweli alipotabiri juu yenu, nyinyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, lakini mikono yao iko mbali nami. Wao huniabudu bure, nayo mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu tu. Ninyi mmeziacha amri za Mungu na kushika desturi za watu. Naye akawaambia, ninyi mnayo njia nzuri ya kukataa amri za Mungu ili mpate kuyashika mapokeo yenu. Yesu akaita tena ule umati wa watu, akawaambia, nisikilizeni, kila mmoja wenu na mwelewe jambo hili. Hakuna kitu kinachomwingia mtu kimtiacho unajisi, lakini kile kimtokacho ndicho kimtiacho unajisi. Kama mtu yoyote ana masikio ya kusikia na asikie. Akiisha kuuacha ule umati wa watu na kuingia ndani, wanafunzi wake wakamuuliza maana ya mfano ule. Akawajibu, je, hata nyinyi hamuelewi? Je, hamfahamu kwamba kitu kimwingiacho mtu hakimtii unajisi? Mtu akila kitu hakiingii moyoni mwake bali tumboni, na baadaye hutolewa nje ya mwili wake. Kwa kusema hivi, Yesu alivihalalisha vyakula vyote kuwa ni safi. Akaendelea kusema, kile kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, matukano, kiburi na ubaguzi. Maovu haya yote hutoka ndani ya mtu, nayo ndiyo yanayomtia unajisi. Funzo refu sana hilo, lakini nalileta nikitumai kwamba kwa uwezo wa Mungu kulikuwa na mtu fulani mahali fulani, niweze na muona au la, ambaye amepata kusikia. Kutokana na fungu hili
tunaona Wafarisayo wakipinga Yesu kwa sababu wanafunzi wake hawaoshi mikono yao wakienda kukula. Wanasema hiyo ni desturi yetu, hiyo ni mila yetu, hiyo ni njia yetu, hiyo ni sheria tuliyopewa na Musa. Lakini wanafunzi wako tunaona ni kama kwamba wanaipuuza. Kwa nini wanafunzi wako wanapuuza? Kwa nini wanafunzi wako wanapuuza mila na desturi ambazo tumerithi kutoka baba zetu? Hakika inatuonyesha ukweli kwamba huyu Mungu alikuwa amejifunua katika utakatifu wake kwa hili taifa la Israeli. Na nataka kusisitiza hapa tena na tena kwamba Mungu wa kweli, Mungu wa pekee ni Mungu wa Israeli, ambaye ni Mungu wa Isaki, sio Mungu wa Ishmaeli, Mungu wa Isaki na Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu. Huyo pekee ndio Mungu wa kweli. Hakuna Mungu mwingine, hakuna. Ni Mungu wa Yakobo na Abrahamu peke yake, hakuna mwingine. Na huyo pekee ndio amejifunua kwake Israeli, yule Mungu ambaye alijifunua katika Israeli kwa kuwapea Torati. Huyo ndio Mungu wa kweli. Je, umesoma Torati wewe? Je, unaitambua Torati? Huyo aliyejifunua katika Torati ndiye Mungu wa kweli. Amejifunua kwa maneno yake, amejifunua kwa mafundisho yake, amejifunua kwa kuwapa mafunzo, amejifunua kwa kufanya maajabu makubwa mbele yao. Amewaokoa kutoka Misri, amewavukisha bahari ya Shamu, amewalisha jangwani, amewaingisha pale taifa nzima. Huyu Mungu aliyejifunua na mkono wake wa nguvu ndiye Mungu wa kweli, na ndiye Mungu tunaye mtangaza hapa. Na aliwapa Waisraeli mila na desturi ili kuashiria asili yake na kuonyesha kwamba yeye yuko pamoja nao. Lakini tunaona kwamba haya mambo ambayo alifunua kwanza za sheria za kimila ambazo alizifunua kwake Israeli zilikuwa ni mfano wa sheria yake ya kweli ambayo alifunua kikamilifu katika Yesu Kristo. Yale mambo ambayo alikuwa anaashiria, anawaambia wachinje mbuzi siku ya Pasaka. Haimaanishi tuchinje mbuzi milele na milele. Anawaonyesha ni kwa damu ya mwanakondoo peke yake ndio watu watapata kuokolewa. Anawaonyesha ili watu kusamehewa dhambi lazima kafara ifanywe, lazima dhabihu itolewe, lazima kondoo achinjwe, lazima kondoo mchanga achinjwe. Anakuonyesha nini? Uchinje kondoo ndio usamehewe? La hasha, anataka kukuonyesha utasamehewa kwa kuchinjwa kwa mwanakondoo aliye safi. Mwanakondoo huyu, mbuzi akichaguliwa watu waweke mikono yao juu yake, anaashiria tukwe tunashika mbuzi hadi siku ya leo? La hasha, anasema yule Yesu Kristo, weka mikono yako juu yake, mtazame na umshike, akuoshe na akusafishe wewe mwenye dhambi. Anawaonyesha sheria, lakini asili yake, mwili wake katika hasili wa hizo mifano za hizo ufunuo ni Yesu Kristo. Lakini katika upofu wa hawa Wafarisayo hawakumtambua Yesu alipokuja. Yesu alikuja akitimiza yote yaliyoandikwa na Musa, hawakuona. Akitimiza yote iliyoandikwa kwenye sheria, hawaoni. Bado yeye anataka kuchinja mbuzi, bado yeye anataka kuchinja ng'ombe. Haoni kwamba ukweli wa hayo mambo yote ni Yesu Kristo. Amezama katika mila na desturi,
wamezama katika mila na desturi. Katika upofu wake haoni Yesu Kristo anapofunuliwa. Hakuona roho ya sheria ya Mungu, hakuona roho ya Torati. Wale ambao waliona roho ya Torati walitarajia kuja kwa Yesu Kristo. Soma kuhusu wafalme, soma kuhusu Daudi, uone kwamba alikuwa anatarajia kuja kwa Yesu Kristo. Soma kuhusu manabii, walikuwa wanatarajia kuja kwa Yesu Kristo. Soma hata kuna wale ambao walimwona akiwa mtoto mchanga, kina Simeoni, wakatambua huyu ndio Mungu amekuwa akiongelelea, huyu Yesu Kristo. Hata wengine walikuwa pale, hata vipofu wakaweza kutambua kwamba ukweli ni huyu Yesu Kristo. Wakamlilia wakasema, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mfalme aliyeahidiwa, Mungu aliye juu, njoo nisikie. Wakimlilia kwake Yesu Kristo. Waliona, lakini Wafarisayo hawaoni. Wanaishi katika upofu wao, wanaishi katika mila na desturi, wanasisitiza sana mambo ya kiinje, wanasisitiza sana mambo ya kiinje, lakini moyoni ni kifo. Moyoni wamejaa kifo. Mambo ya kiinje wamefanya wako sawa sana, lakini ndani ni kifo. Hawaelewi sheria inamaanisha nini. Hii sheria si ati uoshe mikono. Ukiosha mikono na wewe ni mwizi, umejisaidia. Ukiosha mikono na wewe ni mwizi, umejisaidia kweli? Mungu anataka kukufunza kwamba anataka wewe uwe msafi. Yale ambayo yanapokea kitu chochote kutoka nje kiwe kisafi. Anataka muone haya. Hii mambo haimaanishi venye mnafikiria. Hata ukule, hata ufanye nini, uoshe mikono, ufanye aje, inakusaidia aje? Wengine wamesisitiza sana mambo ya kinje, wameshikilia mila na desturi. Kwa nini? Kwa nini wanashikilia mambo ya kinje? Kwa sababu wanataka kusifiwa. Wanataka kusifiwa na wengine, wanataka kuonekana, huyu mtu mwenye dini kabisa, huyu mtu anajua mambo ya dini sana, huyu anataka kupata manufaa kutoka kwa mwanadamu. Ndio huyu anasali kabisa, anasali aonekane yeye ndio mwenye kusali, anajipendekeza kwa watu. Na kuambia kaka yangu, itaonekana, hakika itaonekana, itajulikana hakika. Mambo ya kufanya ya mambo ya kinje ili usifiwe, ili uonekane, ili upate manufaa ya mwanadamu. Utapata manufaa ya mwanadamu, lakini utakufa. Utasifiwa, lakini utakufa. Sifa za mwanadamu haziogoi, sifa za mwanadamu hazioshi, sifa za mwanadamu hazitoshelezi roho. Mambo ya kinje hayaokoi. Ndio maana watu wamefanya mifumo kama hawa Wafarisayo, wamefanya mifumo ya kidini, mifumo ya kidini ya kinje, mambo ya kuonekana, mambo ya kuonekana, ili asifiwe, ili aonekane na watu wampigie makofi, wasema huyu mwenye dini, huyu mwenye dini, huyu mwenye kusali, huyu mwenye kusoma, huyu skola, huyu. Wamefanya mifumo kama hawa Wafarisayo. Si mambo ya kitambo pekee, mambo ya hadi siku ya leo. Watu wametengeneza mifumo ya kusifiwa, mifumo ya kuonekana, mifumo ya kujitangaza mbele ya watu. Haioshi roho. Unakusafisha tu nje, lakini ndani unabaki mchafu. Yesu Kristo katika kuja kwake anatangaza, Mungu anataka kuabudiwa kwa roho na kwa kweli, kwa roho na kwa kweli, si kinje, si kwa kimila na kidesturi. Wengi wanataka kuosha mikono ni matusi anajaza.
anaosha uso, yeye ni mzinzi. Anaosha mikono, yeye ni mwizi. Anaosha nyuma ya masikio, yeye ni mganga. Amejisaidia kweli? Hata aoshe aje, hata ameenda pale, ameambiwa hakikisha umefanya sala zako zote. Ameonekana pale na watu, lakini katika sala zake pale anangojea atoke nje afanye ufisadi. Anangojea atoke nje afanye ukatili. Sala zake zimemsaidia kweli? Haya mambo ya kinje yamemsaidia katika roho yake kweli? Yamemsafisha ndani kweli? Hayajamsaidia. Hayawezi kumsaidia. Mungu anataka ibada ya roho. Mungu anataka ibada inayotoka ndani. Mungu anataka ibada ya kweli, si jambo la kuonekana tu. Ndio maana wako tayari sana. Wako tayari sana, wengi sana wako hapa, wako tayari. Wengi sana wako hapa, wako tayari. Wako tayari kufanya nini? Wanapofanya makosa, yuko tayari kujitetea akisema si mimi, ni huyu. Kwa nini ulimtusi? Ni yeye alianza. Kwa nini ulimpiga mateke? Ni yeye asijue alifanya nini. Kwa nini wewe umekuwa mwizi? Hii Kenya huwezi survive biashara yako bila kuwa mwizi. Kwa nini wewe ni fisadi? Yani anataka kusema shida zangu hazijatoka ndani yangu mimi, zimetoka nje. Yesu Kristo anakufunza vitu tofauti sana. Anasema haya mambo yote yametoka kutoka kwa roho ya mwanadamu. Haijatoka nje, imetoka ndani. Imetoka ndani. Usijidanganye ati imetoka nje. Usijidanganye. Kama wewe ni mwizi, ni kwa sababu wewe ni mwizi. Kama wewe ni muongo, kwa sababu unapenda uongo. Kama wewe ni mwasherati, usiseme ati ni kwa sababu huyo mwanamke alikuwa amevaa nguo zake anajionyesha, kwa hivyo ni yeye apigwe. Anafaa kujifunika. Si mimi shida, ni mwanamke amevaa sketi ndogo. Ni yeye anaitisha nimpige. Ni yeye anaitisha nimbake. Ni yeye anaitisha nimfanyie mambo yasiyofaa. La hasha. Ni wewe umeoza. Amen. Ni wewe umeoza kakangu. Uko tayari kusema ni yeye, ni yeye, ni yeye. Ni wewe. Kama wewe unatamani mali ya wengine, unataka kuwaibia, ni kwa sababu uko hivyo. Hiyo ndio roho yako iko hivyo. Hata ufunge mara ngapi, roho yako iko hivyo. Kama ni wewe ni mwenye matusi, ni kwa sababu uko hivyo. Yesu Kristo anasema haijatoka nje. Si kwa sababu ati kuna mtu alikuchokoza, ni kwa sababu wewe ni mtu mwenye matusi. Kama wewe ni katili, usikuje hapa kusema ni kwa sababu huyu aniheshimu. La hasha, ni kwa sababu wewe ni katili. Yesu Kristo anataka uelewe kwamba dhambi yako haijatoka kwa wengine, imetoka kwako. Dhambi yako imetoka kwako, kwa roho yako wewe. Usijidanganye, usijiambie ati ni kwa sababu ya huyu. Ni wewe, ni roho yako. Anataka uelewe kwamba wewe ni mchafu. Anataka uelewe kwamba unahitaji kusafishwa. Anataka uelewe kwamba unahitaji kutakaswa. Anataka uelewe kwamba unahitaji kuoshwa. Ni roho yako isaidike. Ni roho yako ifanywe igeuke. Ni roho yako ikuwe mpya kabisa, ifike standard ya Mungu. Unahitaji kuwa na roho inafika standard ya Mungu, standard ya Mungu, kiwango cha Mungu. Na unataka nikueleze kiwango cha Mungu ni gani? Huyu aliye juu kabisa, yule aliye ambaye malaika wanamwangalia, wanamwimbia mtakatifu, mtakatifu. Wacha nikueleze roho ya Mungu iko aje. Roho ya Mungu iko kiasi hichi. Alikufa kwa ajili ya wenye dhambi. Alijitolea kwa ajili ya wale wanaomdharau.
Alijitolea kwa ajili ya wale ambao wanamtusi. Alijitolea kwa ajili ya wale ambao wanamkera. Alijitolea kwa wale ambao wanamshusha hadhi yake. Alijitolea, na si kujitolea hivi hivi tu. Hakutoa shilingi 10, hakutoa shilingi 5, hakutoa 100. Alitoa maisha yake. Wanisikia kakangu? Wanisikia kakangu? Alitoa maisha yake. Alikufa kwa ajili ya maadui zake. Maadui. Alijitolea kimaksudi bila kulazimishwa, ili adui wake asiangamie. Adui wake wengi sana, nyinyi hapa ni adui wa Mungu. Hamtaki njia zake, hamtaki neno lake, hamtaki habari yake, hamtaki utakatifu wake. Wacha nikwambie leo, alikufa kwa ajili yako. Wacha nikwambie, ndio kiwango ya Mungu. Kama unajiita Mkristo, unaambiwa kwamba umeitwa kuwa na roho kama ya Mungu, yule ambaye anaomba kwa ajili ya adui zake. Yesu akiwa pale msalabani, wale ambao walimsulubisha, alisema, Mungu Baba, wasamehe, hawajui wanachotenda. Wasamehe, waonee huruma, warehemu. Hiyo ndio roho ya Mungu. Hiyo ndio roho ya Mungu. Wayahudi wamependa kumtesa sana Paulo. Wanamtesa Paulo kwa sababu anawahubiria kuhusu Yesu Kristo. Paulo anasema nini? Hawa Wayahudi na wapotee wote. Anasema, moyo wangu unaumia sana kwa sababu ya hawa Wayahudi, kwa sababu wanakufa, kwa sababu wanapotea, kwa sababu wanaangamia. Ninataka waokoke. Ninataka wamjue Yesu. Ninataka watoke kutoka pingu zao za dhambi. Ninataka watoke kutoka pingu zao za uongo. Niko tayari hata kukufa. Niko tayari kupigwa mawe. Niko tayari kuuliwa hata. Bora waokoke. Bora wamjue Yesu. Bora waoshwe. Bora watakaswe. Hiyo ndio roho ya Mungu kakangu. Umefika hicho kiwango kweli, na kuhakikishia haujafika. Lakini habari yako nzuri ni kwamba Mungu ako na roho ya hiyo aina. Mungu ako na roho ya hiyo aina, na ameifanya, ameionyesha. Amemtuma mwana wake wa pekee ili afe kwa ajili yako kakangu mwenye dhambi wewe. Amemtuma mwana wake wa pekee ili wewe unayemtusi umkubali, ili wewe ambao unamtusi mwana wake umkubali, ili wewe ambao unamtusi utukufu wake upate kukubalika. Mungu ana roho ya hiyo aina. Hiyo ndio habari nzuri. Wewe hauna hiyo roho, Mungu ako nayo. Na amefanya ukweli, amemtuma mwana wake wa pekee. Hakika amefanya hiyo. Na ameshinda kifo, na ameshinda dhambi. Na sasa kupitia roho wake anakugeuza roho kakangu. Atakugeuza. Atakugeuza hiyo roho yako ngumu ikuwe kama yake. Atakufanya uwe kama yeye. Atakuokoa kutoka chuki yako. Atakuokoa kutoka wivu wako. Atakuokoa kutoka uzinzi wako. Atakuokoa kutoka uongo wako katika Yesu Kristo. Hakika atafanya hilo jambo. Nina uhakika, niko na confidence katika Bwana ambaye amenituma hapa. Hajanituma hapa bure. Hajanituma hapa bure. Ametuma kuokoa. Ametuma kuleta watu kwake Yesu. Hajatutuma hapa bure. Na roho wake tumemwona kwamba anafanya kazi. Anasonga katika mtaa huu wa Majengo. Anataka wenye dhambi watambue kwamba amejitolea, amemwaga damu kwa ajili yao, amekufa kifo cha aibu. Mungu Mwenyezi ametemewa mate. Mungu Mwenyezi ametemewa mate. Wewe watambua hiyo? Mungu Mwenyezi amepigwa mateke na binadamu. Je, watambua hiyo? Mungu Mwenyezi ametolewa nguo. Ametemeshwa hapo ni kama hana nguo. Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi amebaki pale katika hiyo aibu ili wewe upate kuokolewa. Hiyo ndio roho ya Bwana.
Na hiyo ndio habari nzuri ya Yesu Kristo. Hiyo ndio habari nzuri ya Yesu Kristo. Nitamaliza kakaangu kwa kueleza kwamba niko na rafiki ninayefanya kazi pamoja naye. Na huyu rafiki aliwahi niambia haoni venye Mungu anaweza kuwa ni yuko. Akasema Mungu hayuko kwa sababu kama angekuwa amemaliza watu wote wenye waabudu. Angekuwa wamemaliza. Sababu si watu ninaona wanamdharau Mungu. Sinaona watu wanamdharau Mungu asubuhi hadi jioni. Na kwanza hata wenye wanamdharau wako na mapesa. Wenye wanamdharau wako na magari, wako na ardhi, wako na nyumba. Basi siacha hata mimi nimdharau Mungu. Wacha hata mimi nimdharau Mungu ndio nipate pesa na gari. Nikamweleza, wewe basi umeassume wewe hujamjua Mungu bado. Hiyo ambayo unasema ni kweli, lakini wacha ikufunze kuhusu roho ya Mungu. Wacha ikuonyeshe ukweli wa Mungu kwamba watu Mungu wanamdharau, bado Mungu anawarehemu. Watu wanamtusi Mungu, bado ndio hao wanatembea. Watu wanamtusi mwana wa Mungu, bado wanabarikiwa. Bado wanapewa mabiashara, bado wanapewa watoto, bado wanapewa mafamilia, bado wanapewa good health care, bado wanapewa biashara zao zinazidi kukua. Na wanamtusi Mungu. Ikuonyeshe kwamba Mungu ni mwingi wa uvumilivu. Ni mvumilivu kupindukia. Lakini uvumilivu wake haudumu milele. Uvumilivu wake haudumu milele. Uvumilivu wake unafaa kukuongoza kuona uovu wako na utubu. Usikie huzuni kwamba unamkosea Mungu wa aina hii. Unamkosea aje Mungu wa aina hii? Ambaye amekuwa very patient na wewe, amekuwa mvumilivu sana na wewe, ametuma watumishi wake kwako, anakulilia asubuhi hadi jioni. Mungu amenyenyekea hadi anatuma watumishi kwako, anakuhubiria, anakufunza, na si kwa lugha ya kisayansi, kwa lugha very cheap, very easy to understand, kwa njia ambayo unaelewa. Kakamu, kama ninahubiri kwa maneno magumu, na kuomba unisamehe. Lengo langu ni kuhubiri kwa njia ambayo utapata kusikia na uelewe. Ninaomba kuhubiri kwa njia ambayo hata mtoto mdogo ambaye amezaliwa juzi anaweza kunielewa. Hiyo ndio lengo langu. Nataka kueleweka hata na watoto wadogo. Sitaki kuhubiri kama mtaalamu hapa. Mungu anataka uelewe injili yake. Mungu anataka uelewe anakuita kwake Yesu. Mungu anataka uelewe dhamani yake Yesu. Mungu anataka uone utukufu ambao uko katika Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Na yeye atatuleta kwake. Yeye atatuleta kwake. Yeye atatutakasa kwa roho yake. Yeye ambaye atatuongoza kutubu. Yeye ambaye atavunja mioyo yetu. Na ni yeye ambaye ataokoa mtaa huu wa Majengo. Na ni yeye ambaye tunamtumainia kufanya kazi hiyo kulingana na mapenzi yake. Mungu tusikie. Mungu wangu uliye juu, unatambua uhafifu wetu, lakini tunatambua nguvu yako. Tunatambua nguvu ya roho wako. Tunatambua kwamba hakuna chochote kigumu kwako. Tunatambua kwamba wewe Mungu Baba ukitikisa chochote kinatikisika. Ukiamrisha ardhi kutikisika inatikisika. Hata hawatambui jinsi ambavyo Yeriko ilianguka. Hawatambui. Lakini wewe Mungu Baba uliiangusha. Ni wewe uliiangusha. Si sauti za Waisraeli ziliangusha, ni wewe.
na umetutuma hapa siku ya leo Mungu Baba kufanya sauti kama hao Waisraeli, na tunafanya hapa sauti kama Waisraeli. Okoa watu, okoa watu, okoa watu Baba yangu, okoa watu Mungu wangu. Na tunaomba kwamba Yeriko itaporomoka hapa siku ya leo. Yeriko itaporomoka hapa siku ya leo tunapohubiri maneno yako Mungu Baba. Yeriko iporomoke Mungu Baba, ianguke chini ya nguvu yako, ianguke chini ya nguvu ya Roho wako, kwa utukufu wa jina lako Baba yangu. Utupe nguvu na ujasiri kusimama imara, tuweze kufanya kazi yako kulingana na mapenzi yako Baba. Na kushukuru na nakutukuza. Naomba yote katika jina tukufu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu.